kwa upande wapo sio watawala. Kwa hiyo kuna neutrality. Sio. Na wananchi hawazungumzi ukweli kwa sababu wanajua kuna consequences ukizungumza. Kwa hiyo wote ni kama wafungwa. Sasa issue hapa inakuja kwenye tunatokaje hapa, na nashukuru sana kwamba makamu jaribu kuzungumza mwenyekiti ACT ulizungumza, na mimi jambo la kwanza ambalo naliona ni political will. Kuna matatizo mengi na mengine hapa Madu ameyazungumza, lakini tukumbuke wakati wa maridhiano ya Afrika Kusini, maridhiano yanaanza mazungumzo, Mandela alikuwa jela. Kwa hiyo tungekuwa hapa tuna mtu hapa anakaa angesema sasa maridhiano nini wakati Mandela hataki kumtoa jela. Sio. Wakati maridhiano Afrika Kusini yanaanza, Oliver Tambo alikuwa anaishi nje ya nchi. Haruhusiwi hata kunyaga Afrika Kusini kakimbia. Lakini ndo maridhiano yakaanza wakati huo. Kwa hiyo kuna vitu tunasema ni tactical. Kuna matatizo ambayo tunayo. Lakini mimi wito wangu mkubwa kwa mwenyekiti wa ACT na chama cha ACT ni kwamba inabidi wachukue uongozi, kwa sababu ACT kwa hapa Tanzania pengine kwa vyama vya upinzani ndio chama ambacho kina uzoefu kwenye hatua ambayo tuko sasa hivi. Na kama ACT isipochukua hili jukumu la kusonga mbele, mimi nafikiri tutakuwa katika hali mbaya sana. Na mimi nimefurahi nimeona kwa watu ambao angalia ratiba nini press release ya CCM ya halmashauri kuu iliyopita, walizungumza chama kijitafakari, lakini wakasema watafanya wanaangalia wabadilishe muundo, utendaji na masuala ya kiuchumi ya chama chao. Kwa hiyo inawezekana ndani kwa ndani kuna mzozo unaendelea. Na tunachokitaka katika tukio kama hii ni political will. Ndio cha kwanza. Yaani kabla watu hawajazungumza kuhusu ukweli, kabla watu hawajazungumza kuhusu, kwa sababu ukweli sidhani kama upande ni kitu tunakubaliana wote, kwa sababu tukizungumza mimi na nyinyi sasa hivi kuna ukweli huko CCM, kuna ukweli ambao wanaamini watu ambao sio watu wa CCM, kwa sababu ukweli wakati mwingine unakuwa kama una upande hivi. Kwa hiyo la kwanza kwanza kuna political will, sisi wote kujua kwamba hapa tulipo hatuwezi kwenda kokote. Kwa hiyo lazima tukae tuzungumze. Na humu ndani nilikuwa naangalia kwenye ukumbi, naona watu ambao wanaweza wakatumika kama njia ya kwenda kuzungumza. Na ndio maana sasa hivi ni muhimu sana politicians wawe politicians. Sababu sasa hivi kuna tabia politicians au viongozi wamekuwa nao commentators. Kila siku wana maoni kusudi fulani. Kuonesha njia watu kila siku wana maoni hiki. Kwa hiyo lazima leaders tuwe leaders. Mtuongoze. Maana sasa hivi ukiangalia kwenye mitandao unaangalia viongozi wa nchi kama wako mitandaoni hivi wanasema fanyeni hivi, lakini viongozi wamekaa na Maalim Seif siku moja nadhani kwenye mkutano mmoja wa waandishi wa habari baada ya lawama kuwa nyingi dhidi yake kwamba labda anapenda sana maridhiano, anasema kiongozi mzuri ni yule ambaye anakaa mbele katika wakati wa kuzomewa, afu wakati wa sifa anakaa nyuma. Shida ambayo tunaona sasa hivi viongozi wanataka sifa. Sio. Kwa hiyo kwa mambo wakati mgumu kama huu wanakaa nyuma. Kwa hiyo lazima viongozi tukubali kupakwa matope, tukubali kukaa mbele ili tusogee. Lakini na Madu amesema kuna CCM labda na serikali haipo. Lakini pia nafikiri hata kwenye mkutano pia kuna vyama vingi, Chadema pia basi sijaona. Odero lakini nafikiri shida iliyopo ni kwamba kama wakubwa hawawezi kuchukua uongozi, ACT chukueni uongozi. Nashukuru. Asante sana Ezekiel Kamwaga. Umehitimisha vizuri na mimi nakwenda kuhitimisha kwa ajili ya muda. Na nilijizuia kama nilivyosema mwanzoni. Namshukuru Mungu kama maoni ambayo nilikuwa nayo yamesikika kwa watu wengi humu. Machache tu, lakini ningesikitika sana kwa kweli. Kila mtu nadhani ana bias yake katika maisha. Mimi na biases mbili. Biases ya kwanza ni Maalim Seif Sharif Hamad. Amemsemea kwa uzuri sana na kwa kina hapa. Msingemtaja ningemtaja mwenyewe. Basi ya pili ni yule mwalimu wangu pale Profesa Isa Shivji. Kuna kipindi namwambia ameandika vitabu vyake vingi, juzi ameenda ni mwalimu wangu ninasoma kwa nidhamu. Ameenda na maprofesa wenzake wakaandika kitabu cha mwalimu. Lakini nadhani na yeye sasa anatakiwa aje zaidi ya pale. Na vitabu vyake vingi navisoma. Sio anaandika profesa anaandika. Na yuko profesa mmoja anasema Profesa Shivji toka alivyomuona mwaka 90 mpaka leo huwa abadiliki, yuko vile vile. Hata kwa akili yake iko vile vile. Profesa, mtanziko huu wa kisiasa tuliofika sasa hivi, yuko kijana pale anasema mbele kuna mwanga. Omo ametuambia hapa mbele kuna giza. Yani kuna tuko yani ukweli namjibu ndugu yangu Ezekiel. Kwa kweli mimi ninaweza nikasema
na mashaka hata viongozi wale serikalini hawaoni mbele, wanapapasa. Ukisikiliza ametoa, kuna mtu amezungumza kuhusu kauli, ameongeza Madeleka, wakili Madeleka. Unasikiliza kauli za viongozi mpaka wakuu, hesabu 3-4 tofauti zinapingana. Zinapingana, zinatofautiana kimantiki, lakini kimatendo. Nilifurahi siku Mheshimiwa Rais pale, naweza kuna vitu vingine hiki siwezi kukaa nyuma. Ezekiel, wewe ulikuwa siku ile Ikulu, Rais alisema pale mbele ya tume, kuna watu wanasema Samia arudi. Tulikaa kwenye mkutano wa wahariri na mshauri wa rais wa mawasiliano na habari na mwandishi na mkurugenzi. Mimi nikasimama nikamwambia, ndugu zangu, mimi nasema tena, mfikisheni Mheshimiwa Rais ujumbe huu. Sisi tunamhitaji Samia yule wa R4, Samia wa maridhiano, ndio kwetu Samia halisi. Kwa hiyo alipokuja kujibu pale siku ile mbele ya tume, sisi wengine tulishukuru, tukasema hii hoja tuliifikisha kwake kupitia kwa wasaidizi wake. Sasa tunachosema Mheshimiwa Omo na kuna swala la muungano umeongea kwa haraka. Mimi kwangu hili jambo ni tata sana. Ushauri wangu wa haraka kwa ACT Wazalendo, watu wale wenzenu wanasema tunataka kutengeneza nchi mpya. Kwa hiyo wanakwamisha mabadiliko ya katiba kwa sababu ya hofu kwamba huenda tunataka kuja na nchi mpya. Mimi nadhani wakati fulani mkilazimika hii hoja ya muungano, kwa maana ya muungano, hawa jamaa kwa sababu hakuna political will mpaka sasa hivi, iwekeni akiba. Lakini masuala ya ukweli, haki na masuala yote ya msingi na uwajibikaji tuyaweke mbele, kwa sababu hiki kichaka cha muungano ambayo tuna serikali mbili, huu sio uhalali autoi uhalali wa matendo yote yaliyotokea Oktoba 29. Hakuna hata moja ambalo lina uhalali eti kwa sababu ya muundo wa muungano. Uwe muungano na matatizo, unanyufa, lakini sio kizingizio. Kama mwaka 95 waliweza kuiba uchaguzi Zanzibar, lakini rais akashinda kwa akatangaza kushinda kwa 50.2, inakueje mwaka 2025 rais anashinda kwa 98? Nataka kuwakumbusha, nilifanya mahojiano na Profesa Isa Shivji, mwenyekiti mmoja wa Chama cha Mapinduzi. Ulifanyika uchaguzi mkutano mkuu, akashinda kwa 100%. Nikamfuata Profesa Shivji akaniambia maneno magumu, ndio maana nasema andika kitabu. Akasema, Absalom Kibanda, hata Mungu akipigiwa kura leo, kwa maneno yake mwenyewe Profesa Shivji, hapati 100%. Niko na Profesa Shivji na ninukuu niliandika kwenye gazeti la Mwananchi. Haya ni maneno nasema sababu Profesa Shivji yuko hapa. Akaniambia, Absalom Kibanda, hata Mwenyezi Mungu akipigiwa kura leo hapati 100%. Narejea tena maneno mengine ya Profesa Shivji mbele ya tume ya Jaji Nyalali, mimi nipo na naongea Profesa Shivji. Akasema CCM si chama cha siasa. Nkrumah, na mimi niko pale anaongea mbele ya tume hii. Tunachokiona leo sisi hivi, na kirudia tena, siku CCM ikiwa chama cha siasa, nchi itapona. Tunamwambia CCM mwenyewe, na ndio maana Omo amesema hapa, na mimi nakubaliana nayo, na mimi nataka nikae rekodi, CCM imetekwa. Sasa nakwambia Ezekiel, unatafuta ukweli, kama kuna ukweli ni rational. Ukweli mmoja ambao ni authoritative, CCM imetekwa, amesema Omo, sio mimi. Shivji alisema CCM sio chama cha siasa. Cha tatu ambacho Shivji amekisema hapa, lakini kwa muktadha wa alikisema mbele ya Jaji Warioba, na naomba Omo, umepewa jukumu na viongozi hapa na wajumbe wadau kama ongoza jukwaa hili, lakini nasema na nyinyi mnataka kuongozwa na Omo, onyesheni njia ya kumfuata Omo baada ya hapa, tuone mnakwenda utayari, tuone uwepo tayari na nyie kwenda vile vile. Alisema Profesa Shivji kwamba wasomi wanapenda siasa, wanasiasa hawapendi siasa. Mimi nilikuwa mwanafunzi wake pale, nikachanganyikiwa pale, nikasema profesa nataka kutuchanganya hapa. Alafu akaendelea kusema wanasiasa wanapenda madaraka, wanapenda madaraka. Huyo ni Profesa Shivji mwaka 91 92 Nkrumah Hall. Hii kauli nilikuwa narejea leo hii.
Matatizo yote haya CCM hawataki kushindwa. Yaani hawa jamaa siku tukiamua kuwajaza ile mindset kama jamani kushinda na kushindwa ni matokeo ya mchezo wa demokrasia. Hilo likifanikiwa na vyombo ambavyo Omo ametupa hapa, kwa kweli mimi nimesikiliza, mimi ugomvi wangu na ACT Wazalendo nikisema katika mkutano wa leo ni mapendekezo, lakini sio uchambuzi waliofanya. Kama nini tatizo? Almost kila kitu wamekisema, kila kitu. Tofauti yangu mimi kwa mfano aliposema tuunde tume ya kutafuta ukweli nini, nikasema hili pendekezo ni kama la Jaji Chande, tunalikataa kimoyo moyo. Sasa tunarudi kule kule, lakini sasa nitamshauri profesa, nitamfuata kiongozi wetu Omo na namsaisha Ezekiel kwa mwisho namalizia. Kama hili sio usiseme eti ACT wana uzalendo, hapana, sio ACT. Ila watu walio ndani ya ACT ndio wana uzoefu. Kwa sababu hawa wengine wamepambana katika majukwaa mengine kabla. Huyu Jussa amekuwa anapambana kabla ya ACT. Na msimamo wake haujaipata kuyumba katika masuala ya msingi. Zito Zuberi Kabwe alikuwa chama tofauti na Jussa, na kuna vikao wakati wako vyama tofauti na mimi walikuwa wananishirikisha na kaa nao wakiwa wanajadili masuala ya msingi nje ya vyama vyao. Kwa hiyo to heed to the what Professor Shivji alituambia kuhusu vyama watawala. Juzi nimependa niseme tu, amjamtaja sana hapa, mmemkwepa leo, nimefanya maksudi, nimefanya juhudi kubwa kumkwepa mzee Warioba. Ezifa mjamsikiliza juzi. Hajafanya makosa Warioba, hajazungumza. Jenerali na Halifa walikuwa wanamlazimisha Warioba kumdrag kusema CCM. Amekataa. Akasema watawala. Nadhani mnamjua kwa nini alisema watawala. Jambo la kufikirisha. Asante Omo, asante ACT Wazalendo. Nashukuru kwa fursa yenu. Shangwe, nadhani nimemaliza kazi, iliyobaki ni najua yeye mimi kwa maana ya mjadala sitarudi tena hapa. Najua mwenyekiti atahitimisha kwa sababu ndio mwenye shughuli. Lakini nashukuru kwa fursa hii na mimi narejea kwenye kiti changu. Asante sana. Asante sana. Makofi kwa moderator wetu. Tunashukuru kwa mjadala mzuri. Mwenyekiti, sasa podium ni ya kwako kwa ajili ya maswali ulioulizwa. Karibu sana.